Ebana, mambo vipi? Habari Zanzibar. Mimi ni Abdulhamid katika kipindi chako pendwa cha Yusef Tours. Na leo tunaendelea na habari yetu ya Yusef Tours katika kuelezea katika kuelezea historia ya Zanzibar kwa ujumla. Let's start kama kawaida yetu na lugha zetu mbili ambayo ni Kifaransa na Kiswahili. Haya. Bonjour. Normalement, quand on parle de Zanzibar, Zanzibar c'est deux mots arabes, c'est Zenji et Bar. Zanzibar, c'est deux mots arabes, c'est Zenji et Bar. Ça veut dire c'est la côte de Nord. Et Zanzibar, c'est deux grands îles, c'est Unguja et Pemba. Unguja, c'est ici et Pemba, c'est au nord de cette île. Et autour de tous les deux, il y en a presque 50 petites îles. Autour de tous les deux, il y en a presque 50 petites îles. Et des grands îles, c'est Unguja et Pemba. Unguja, c'est ici, et Pemba, c'est au nord de cette île. Et les autres qui sont petites, on dit c'est un archipel. Ça, c'est comme Prison Island, Kwale et les autres. Il y a des îles, il y a des gens qui vivent. Il y a des îles, il y a rien, c'est juste la forêt. Mais il y a des îles, c'est pour les touristes, comme Kwale, Prison Island et les autres. Aussi, Zanzibar, c'est la partie de Tanzanie, mais à l'époque, c'était deux pays différents. Pourquoi? Parce que Zanzibar a été colonisé par les Portugais en 15e siècle jusqu'à la fin du 17e siècle. Mais Tanzanie ou Tanganyika, c'était colonisé par les Allemands. Et Zanzibar ont gagné leur indépendance en 1964, 12 janvier. Mais Tanzanie ou bien Tanganyika était colonisé par les Allemands et était gagné leur indépendance en 1961, en décembre. Mais 26 avril 1964, le premier chef d'ici et la première chef de là ont décidé de faire l'union entre Zanzibar et Tanganyika. Normalement, maintenant, on a Tanzanie. T-A-N, c'est pour Tanganyika, et Z-A-N, c'est pour Zanzibar. On dit ça, c'est Tanzanie. Deux mots arabes de Tanganyika. Des mots de Tanganyika et des mots de Zanzibar sont faits maintenant Tanzanie. Et ça, c'est l'union, mais cette union, c'est juste pour quelques affaires, pour la monnaie, militaire et éducation et la politique. Mais aussi les gens de là, pour être ici à Zanzibar, pour être le président, ministre et les autres. Mais les gens de Zanzibar aussi, pour être le président de là. Le président d'ici maintenant, c'est Husseini Ali Mwinyi, mais le président de là maintenant, c'est Samia Suluhu Hassan. Et normalement ici à Zanzibar, on a des musulmans, on a des chrétiens, on a des chiites. Et on a religion tolérance, on n'a pas de conflits normalement. Et normalement aussi, Zanzibar, on a beaucoup de gens, c'est musulmans, mais on a aussi des chrétiens, des chiites comme je vous ai dit. Mais c'est vraiment bien pour nous, on n'a pas de conflits. Merci en fait. Laisse-nous parler en Swahili maintenant. Haya, tunaenda katika lugha ya Kiswahili. Tunapozungumzia lugha ya Kiswahili, tunapozungumzia historia ya Zanzibar, tunasema Zanzibar ni maneno mawili ambayo ni Zenji na Bar. Maneno haya yanamaanisha ni watu weusi wa ukanda wa pwani. Na maneno haya yamezungumzwa na Waarabu. Yaani Waarabu ndio wameleta maneno haya. Lakini pia tunaposema Zanzibar ni visiwa vikubwa viwili ambayo ni Unguja na Pemba. Unguja ndo hapa ambapo tupo. Na katika visiwa hivi viwili vimezungukwa na visiwa vidogo vidogo vingi ambavyo tunaita archipelago. Sasa katika hivi archipelago kuna visiwa ambavyo kuna wageni wanatumia kwa utalii kama vile Prison Island na vingine. Lakini kuna visiwa hakuna vitu chochote, just ni misitu tu. Lakini kuna visiwa kuna mahoteli na kuna watu wanaishi, mfano Tumbatu na vingine. Na Zanzibar imekoloniziwa, yani imetawaliwa na wa Portuguese na karne ya 15 mpaka ya 17. Mwishoni mwa karne ya 17 ni Waarabu ambao wamekuja hapa Zanzibar na wakaamua kuwafukuza wa Portuguese na wakachukua wao Zanzibar na mpaka 1964. 1964 tarehe 12 Januari tumefanya mapinduzi yetu. Na kwa upande wa Tanzania wao wamefanya Disemba ambayo ni 1961, lakini tarehe 26 April Zanzibar na Tanganyika imeamua kuungana. Rais wa kwanza ambaye ni Abeid Aman Karume, hayati Abeid Aman Karume, na pia rais wa kwanza wa Tanganyika ambaye ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wameamua kuiunganisha Zanzibar na Tanganyika, na kule zikatoka alfabeti 3 na huku Zanzibar zikatoka alfabeti 3 ambayo TAN ni kwa ajili ya Tanganyika na ZAN ni kwa ajili ya Zanzibar, na ndo kwa sasa tuna Tanzania. Lakini pia katika nchi yetu ya Zanzibar tuna
Waislamu wengi, lakini pia tuna Wakristo, lakini pia tuna Mashia. Tukisema Mashia tumaanishi kwamba wao si Waislamu, hapana, lakini tuko aina tofauti kidogo. Kwa hiyo tuna uvumilivu wa kidini kama vile ambavyo tumeongea hapo awali. Lakini pia tunavyoongelea Tanzania pia kuna makabila tofauti tofauti hapo, lakini pia tunaishi kwa pamoja. Watu ambao wapo kule kulingana na huu muungano wetu umehusiana katika mambo ya pesa, jeshi, elimu na siasa. Na ndio maana unakuta watu wa hapa wanaweza kuishi kule na wanaweza kuwa maraisi, mawaziri na wabunge kule. Na watu wa kule wanaweza kuwa mawaziri, maraisi na wabunge hapa. Lakini pia wanaweza kuishi hapa pia, na sisi hatuna ugomvi wowote ule, tunaishi kwa uvumilivu. Na hivyo rais wa sasa ni Dr. Hussein Ali Mwinyi na rais wa kule kwa sasa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Wacha tufikie hapa kwa leo, na hii ndio historia yetu ya Zanzibar. Ulikuwa nami mpendwa Abdul Hamid kama presenter, lakini pia tuna cameraman wetu ambaye ni Yuzaif, na kwa kushirikiana na Khairat Rashid Kanal ambaye pia ni kiongozi katika media yetu. Ikiwa kuna maswali, kuna kitu chochote, kuna mchango, mnaweza kutuambia. Comment, usisahau kucomment na kusubscribe katika TV yetu pendwa ya Yuzaif TV, na hicho ni kipindi cha kupendwa cha Yuzaif Tours. Alamsik.